Majira ya saa 8 kamili mchana, anga la Michuki National Polytechnic lilipambwa na ujio wa katibu mkuu wa masuala ya michezo, Bwana Elijah Mwangi, aliyehudhuria siku ya pili ya mkutano wa kwanza wa kimataifa wa utafiti. Pokelewa rasmi na mkurugenzi mkuu wa chuo hicho, Bi Ann Mbogo, pamoja na viongozi wengine wa taasisi katika mapokezi yaliyojaa heshima na bashasha. Wanafunzi na wahadhiri walijitokeza kumlaki, wakionyesha shukrani kwa ushirikiano wa serikali katika kuimarisha elimu ya kiufundi na kukuza vipaji vya vijana. Katika ishara ya kumbukumbu na kuunga mkono juhudi za utunzaji wa mazingira, katibu mkuu huyo alishiriki kupanda mti chuoni humo, kitendo kilichoashiria ukuaji, matumaini na mustakabali unaochipua kupitia maarifa na utafiti. Akihutubia washiriki wa kongamano hilo, Bwana Mwangi alisisitiza kuwa Kenya ina fursa nyingi katika sekta ya michezo, ambapo bingwa hulipwa vizuri na kudhaminiwa kwa juhudi zake. The policy from the government is that if a sportsman, an athlete, wins in international competitions for one Olympic or World Championship, the government rewards an athlete with 3 million for a gold medal. So the people who we were awarding here, if they were sportsmen and athletes who have won an Olympic medal, so they would have taken 3 million for a gold, 2 million for a silver, and a bronze 1 million. Nevertheless, even those medals, they can transform into that money within, with innovation ed, the science and technology that we are having today. So if you represent this nation and you win a gold medal, you get how much? 3 million. We are together, the young people, and of course those who have young people outside there, because now we are in CBE and one of the pathways is sported arts. So I just want to take it a minute to communicate the same. So you earn 3 million by virtue of winning a gold medal, which is paid by the government. And therefore, last November, we had our teams that had gone to represent us at the World Championship, that is athletics. And we have two shining. Katika kilele cha hafla hiyo, Bwana Mwangi alichukua fursa hiyo kuwatuza wanafunzi waliofanya vyema katika maonyesho ya ubunifu wa sayansi na teknolojia, huku mwanafunzi wa kwanza akizawadiwa kwa medali ya dhahabu, mwanafunzi wa pili medali ya fedha na mwanafunzi wa tatu medali ya shaba. Ziara na hotuba yake ilihitimishwa kwa picha ya pamoja, huku ujumbe ukiwa wazi kuwa mustakabali wa Kenya unajengwa kupitia elimu, utafiti, ubunifu na vipaji vya vijana wake. Nikiripotia Minap TV kaunti ya Murang'a, jina langu ni Mutembei Velma.